hapo ala kulli hal. Yeye maneno yake ilikuwa ndio haya, lillahi ma akhadha, Mwenyezi Mungu yeye ana haki ya kile alichokichukua, walillahi ma a'ta, na Mwenyezi Mungu yeye ana haki na milki ya kile alichokitoa. Maana Mwenyezi Mungu yeye haulizi, anafanya atakalo. Hakuna wakuja kuleta ubishi kwamba Mwenyezi Mungu kwa nini umefanya hivyo. Kwa hivyo hii ndio kwa imani ya Nabii Ayub, fahuwa malikul mulki, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mfalme wa tawala zote, yeye ndiye mfalme wa wafalme wote unaowaona ulimwenguni hapa. Kwa hivyo yeye kwa ule utawala wake, tawala zote ziko chini ya ule uweza wake. Yeyote utakayemuona katika mgongo huu wa ardhi, akaitwa kiongozi, akaitwa mtawala, akaitwa mfalme, vyovyote atakapoitwa, lakini bado atakuwa katika milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana hata hao viongozi unaowaona, ikiwa watapewa mitihani, basi ule ubinadamu wao unadhihiri. Utamuona mwenyewe anakuwa mnyenyekevu, anakuwa pole, hana lolote atakalofanya isipokuwa yeye anategemea msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini miongoni mwa maneno ambayo alikuwa akiyasema Nabii Ayub, alimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kubwa sana, ambayo hata mimi na wewe tupendelee sana kuiomba hii. Kwa kuwa yeye aliamini kwamba hana lolote aliyobakiza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa yeye ni kuwa karibu naye. Basi alimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma btalini bi jasadi wa la taj'al balaa yusibu bi lisani. Mwenyezi Mungu, nipe balaa, ni uonje mwili wangu mimi, lakini usijalie mabalaa na matatizo yakaweza kufika katika ulimi wangu. Tunarudi kule, innahu awwab. Awwab maana alikuwa ni mwingi wa kurejea, alikuwa ni mwingi wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa ni mwingi wa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya wingi wa kumtaja. Innahu awwab. Dua aliyoiomba maana yake yeye Mwenyezi Mungu amjaribu katika majaribu yote katika mwili wake, lakini asiukuse ulimi wake. Kwa nini? Kwa sababu yeye muda wote ni mwingi wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ndivyo inavyotakiwa mimi na wewe tuishi. Mada yetu inasema hakika mitihani kwa waumini ni dalili inayojulisha juu ya imani zao. Hii ndio mada yetu tunayokwenda nayo. Kwa hivyo yale matatizo yanapompata mwanadamu, yanapompata Muislamu, basi huja ikawa ndio dalili ya ujulisho wa ukubwa wa imani yake. Watu wengi tunatoka katika imani zetu kwa sababu ya kushindwa kuyavumilia matatizo, kushindwa kuvumilia mitihani ambayo Mwenyezi Mungu aliyotupima. Wengi tunakwenda kinyume, mtu kaomba kidogo tu tayari kishaanza kutafuta watu waje mmoja kukutana, atakwenda kuomba mizimu. Wanakwenda kama baadhi ya watu. Niligusia kidogo katika moja katika Ijumaa, nikasema siku hizi kumezuka baadhi ya vijana wengi mitaani, wakiwa tayari wameshashiba neema za Mwenyezi Mungu, wao wanasahau kwamba wao wako katika milki ya Allah. Wanaanza kuwarudishia watu kwamba Mwenyezi Mungu yeye hajaleta dini,
Allah hajahitaji vijana wengi sana mtaani. Upagani wanaulazimisha upagani uingie katika nyoyo za watu, kwamba sisi Afrika tulikuwa sisi hatuna dini, sisi tulikuwa tunaamini dini za mababu zetu, tulikuwa tunaamini mababu zetu. Akidini hizo za mababu zetu, baada ya kwa mzee wako kishakufa, wewe unatoka hapa unakwenda kama ni Mfiji huko, unakwenda kama si Mwanza si wapi huko kwa mzee wako, unaanza kumwomba, mzee wangu mimi bwana na mtihani, mambo yangu hayakwenda sawa, mambo yangu yanafeli. Unakwenda kumuomba mzee wako. Yaani wanawaamisha watu kwamba sisi tuwaombe hao mababu. Nikutoelewa tu historia na mrefu kujiona kwamba tayari ushamaliza kila kitu. Hao mababu aliyowafanya wawepo ni nani? Lazima niulize. Tauhidi inakataa kwamba chochote utakachokiona kimeundwa, kimetengenezwa katika ulimwengu huu, basi lazima atakuwepo aliyekitengeneza. Chochote utakachokiona kipo katika ardhi hii, kipo katika dunia hii, basi lazima awepo aliyekifutisha kitu kile. Hiyo ndio mtizamo wa tauhidi, na watu wenye akili lazima wakubali. Wewe unaliona gari tu hapa, tukaliona gari ukasema kwamba hiyo limeibuka kutoa hilo. Hapana, haiwezekani. Lazima awepo aliyelitengeneza ile gari. Wewe umezaliwa unaona mbingu, unaona ardhi, Mwenyezi Mungu kaitandika ardhi vizuri kabisa. Leo tunajenga makazi, tunaweka makazi, tunajenga majumba. Hivi vitu vipatikane kule tu, yaani vizuri tu? Hapana. Na ndio maana baadhi ya watu ambao wamegundulika ni wasomi wakubwa katika maisha haya ndio waharibifu wakubwa. Watu ambao wanajifanya wao wamesoma sana, wakaitwa maprofesa, wakaitwa sijui wakina nani, wakapewa sifa zote za ulimwengu ambazo zinazojulisha kwamba huyu ni msomi. Baadhi yao huja wakawa wanafanya vitu vibaya ambavyo ni uharibifu katika ardhi. Wa idha qila lahum la tusiku fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mwenyezi Mungu anasema, anawaelezea watu kama hao, wanapindi wanapoambiwa msifanye uharibifu ardhini, basi wao wanasema sisi ndio watengenezaji. Angalieni matatizo yanayotokea katika baadhi ya nchi. Hao wanawezesha utakuta watu wanapiga na wao wanagombea ardhi, wanapigana nyuklia, wanarushiana mabomu, drone, wanapelekeana drone, wanaharibu miji, wanaua watu. Ukiangalia hao ndio wasomi ambao wao wamefikia katika elimu ambao ni kubwa. Unakuja kuona kwamba elimu yake kweli mtu kasoma, lakini elimu yake haijamsaidia chochote. Haina profesa, lakini elimu yake haijamsaidia chochote. Hajaelimika, hajajua nini elimu inataka. Kwa hivyo sisi kama vijana na wazee wetu tujikite katika imani ya dini yetu ya Kiislamu, kwa sababu imani yetu ya dini yetu hii ni imani ambayo iliyonyooka, ni dini ambayo sheria yake imenyooka, haina mikunjo. Usiwe na shaka kabisa katika dini hii ya Uislamu. Mwenyezi Mungu atukuishe katika dini hii na atujalie ndio mwisho mwema katika maisha yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم عن صحابه رسول الله
الله أجمعين. منهم أبو بكر الصديق